Waislamu ulimwenguni wanaadhimisha kukamilika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa sherehe ya Eid al-Fitr, huku ujumbe wa amani katika migogoro ya vita duniani ikishamiri miongoni mwa viongozi wa kidini na waumini wao. Mbali na kutakiana neema na baraka ya sikukuu hii, Waislamu wamepongezana kwa kukamilisha mfungo wa Ramadhani na kuhimizana kwa kukumbusha wengine katika jamii kipindi hiki cha sherehe, hasa walioko katika mazingira magumu. Baadhi yao wakielezea utofauti wa mitindo ya jinsi hali zinavyobadilika katika kukirimiana. Suleiman Muhammad ni miongoni mwa waumini hao, ambapo amehimiza kuwa binadamu warudi kwa ule usawa zamani, kuwa na utu, na hata kama jirani sio Muislamu, onyesha upendo naye. Lakini dunia ya sasa hivi hatujui inaelekea wapi, huku akiendelea kulinganisha kuangalia sai huko Gaza na kusema kwamba tusiende mbali tu, Sudani baina ya wao kwa wao wanapigana. Kilele cha swala ya Eid ni hotuba kwa waumini mashehe kutoka katika maeneo mbalimbali ikiwemo Kisumu na Nairobi, wakitumia majukwaa yao kukumbuka wahanga wa vita vinavyoendelea katika sehemu mbalimbali za ulimwengu. Kadhalika wamehimiza umma kuendelea na utekelezaji wa amali njema, ikiwemo kuendekeza ibada ya swala, kusoma Quran na kufanya heri, msisitizo wa wao kuendelea kuishi yale waliokuwa wakiaishi katika kipindi cha Ramadhani. Sheikh Adan Kala wa msikiti wa Jamii ya Kisumu na Sheikh Jamaluddin Osman wa msikiti wa Jamii Nairobi amesema hakuna neema kubwa kama neema ya amani, hakuna neema kubwa kama neema ya afya, ya riziki na watoto na mali, hakuna neema kubwa kama kwa Mwenyezi Mungu kukuepusha na balaa za dunia, na kusema kwamba leo ni siku ya furaha lakini pia ni siku ya heri, bila kuwasahau ndugu zetu waliokosa neema ya amani na kuwakumbuka kwa dua. Ibada ya kufunga kwa waumini wa dini hii imekamilika, huku wenzao waumini wa dini ya Kikristo wakiendelea na mfungo wa Kwaresma. Ibada ya kufunga kwa waumini wa dini hii inakamilika, huku wenzao waumini wa dini ya Kikristo wakiendelea na mfungo wa Kwaresma itakayokamilika kwa maadhimisho ya Pasaka, mfungo unaojumuisha jumla ya siku 40, huku mfungo wa Kiislamu ukijumuisha mfungo wa siku 30.